Hedhi salama. Wote tunatambua kwamba hedhi salama ni changamoto katika jamii zetu kutokana na mila na desturi. Sasa kwa kuliona hilo, mgodi wetu umeandaa mafunzo ili kuwawezesha walimu waweze kuwapatia watoto elimu hiyo kule mashuleni, lakini vile wale watoto wanaweza wakaipeleka majumbani. Huu ni mwendelezo wa mafunzo ambayo mgodi wa dhahabu wa Geita DGML umekuwa ukiyatoa kwa walimu na kwa manispaa ya Geita, lakini vile halmashauri ya wilaya ya Geita. Mwaka jana tulifanya mafunzo kama haya na mwaka huu tunaendelea na mafunzo kama haya. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na idadi kubwa ya walimu ambao wamepata hii elimu ili iweze kuwanufaisha watoto wetu kule mashuleni. Tulianza kwanza kwa kutoa elimu kwa wazazi pamoja na walezi wa wanafunzi hawa kuhusiana na adhima nzima ya hedhi kwa wamama, lakini pia kwa vijana ambao wameshaingia katika umri wa balehe, tukiwa na malengo makubwa zaidi ya kuelimisha jinsi gani ya kuwa katika hedhi salama. Na katika vipengele vya msingi ambavyo tuliweza kuviangazia ni kuhakikisha kwamba mama au binti ambaye anapokuwa katika hedhi yake, cha kwanza kabisa anakuwa katika mazingira ambayo kwanza yanamlinda kiafya, lakini pia kujikinga na magonjwa mbalimbali ambayo anaweza akayapata katika via vyake vya uzazi kama hata kuwa katika mazingira salama kupitia kuwa na hedhi ambayo sio salama, ambayo pengine haizingatii afya. Tumeweza kugundua kuna mila mbalimbali potofu ambazo bado zipo kwenye jamii zetu. Kuna mabinti bado katika siku za hedhi wanatumia ugali katika kujistiri wakati wa hedhi, ambayo hiyo ni changamoto na ukiangalia ni hatari kubwa ambayo wanapata hawa mabinti. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru DGM kwa kutukumbuka kutupa elimu inayohusiana na hedhi salama. Elimu hii inatusaidia sisi kama wanafunzi na wanawake kwa ujumla kuepukana na magonjwa kama vile fungus, kwa kuepuka kutumia njia ambazo sio sahihi kama vile matumizi ya ugali na mavi ya ng'ombe ambazo ni hatarishi kwa mwanamke. Msaada wao wa sodo umeweza kutusaidia sisi kuepukana na magonjwa, kujiamini tuapo shuleni na kuwa wasafi. Majengo yote yanayojengwa sasa ya vyoo ni lazima kuwa na chumba maalum cha wasichana. Chumba hichi ambacho huwa kinapaswa kuwa safi, kina maji, kina sodo, nguo za kubadilisha, kuhakikisha mtoto hatakosa masomo kwa sababu tu ya kukosa vifaa saidizi. Tumenunua taulo za kike kwa ajili ya kuwapatia watoto ambao wako katika kipindi cha hedhi, watoto hawa wakiwa ni wa shule za sekondari, lakini vile shule za msingi. Tumenunua taulo za kike ambazo zinaweza kutumika zaidi ya mara moja, wanaita reusable sanitary pads, taulo 5,000 ili ziweze kuwasaidia. Tunatambua kwamba hatuwezi tatua tatizo la hedhi na taulo za mtoto wa kike katika maeneo yote, lakini kwetu hii ni gesture ili wadau wengine pia watuunge mkono. Kwa hiyo niwashukuru sana wadau wetu ambao ni manispaa ya Geita, lakini vile halmashauri ya wilaya ya Geita kwa kuwaruhusu walimu hawa kuja hapa kwetu waweze kupata hii elimu na vile iwaongezee ujuzi wa kuweza kuongea na vijana wetu kule mashuleni ambao wanaingia katika kipindi chao cha hedhi kwa mara ya kwanza, lakini hata kwa wale ambao tayari wako, basi waendelee kuwapa ujuzi ili waweze kuwa salama zaidi.